Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma linatoa taarifa ya ajali iliyotokea Disemba tarehe 27, 2025 majira ya saa 5 usiku katika kitongoji cha Kinyalanya, kata ya Godegode, wilaya ya Mpwapwa, ambapo gari aina ya Toyota Noah lenye namba za usajili T 546 DXF ilianguka katika daraja na kusombwa na maji na kusababisha vifo vya watu watatu. Gari hilo lilikuwa likiendeshwa na Aaron Simon, miaka 40, mkulima na mkazi wa Godegode, ambaye alijaribu kuvuka daraja hilo lililokatika kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha na kusababisha vifo kwa Meklin Gelisada, miaka 23, mkulima na mkazi wa Godegode, pamoja na mwanaye mwenye umri wa siku 4 na Hans Mnadi, mtoto wa miaka 2, mkazi wa Kidende. Vile vile jeshi la polisi linafanya uchunguzi wa tukio la mauaji ya mtu mmoja aliyetambulika kwa jina la Omari Hamis Ramadhan, umri wake ni miaka 29, mkazi wa Ng'ong'ona, ambalo lilitokea Disemba tarehe 27 mwaka huu 2025 majira ya saa 7 usiku maeneo ya Chuo Kikuu cha Dodoma, kata ya Iyumbu, ambapo askari wawili wakiwa katika doria ya kudhibiti matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha. Tukisema unyang'anyi wa kutumia silaha na maana mapanga, katika eneo hilo walisimamisha pikipiki ambayo waliitilia mashaka ikiwa imebeba watu watatu, wadhani wao ni wahalifu, lakini pikipiki hiyo haikusimama, hivyo askari hao walifyatua risasi na kumjeruhi mtu mmoja ambaye alifariki njiani wakati akipelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Mwili wa marehemu umekabidhishwa kwa ndugu kwa ajili ya taratibu za mazishi. Hata hivyo, uchunguzi wa tukio hili unaendelea ili kubaini ukweli wa tukio lenyewe na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi pia linatoa wito kwa wananchi kwamba sasa ni kipindi cha masika, mvua nyingi zinanyesha, kwa hiyo wachukue tahadhari, hasa kwa wale watoto wanaocheza kwenye madimbwi, lakini pia kwenye mifereji ambayo inapitisha maji mengi, kwani hadi hivi tunavyotoa taarifa kuna matukio kadhaa ya vifo vya watu kufa maji. Lakini pia tunapoelekea kwenye sikukuu ya mwaka mpya, wananchi wachukue tahadhari, kwa maana kwamba kwenye nyumba za kwao ziwe na ulinzi, tunaita ulinzi jirani. Akitoka basi amjulishe jirani yake ili na yeye aendelee kumwangalizia. Lakini pia kwa wale wanaotumia vyombo vya moto wachukue tahadhari wawapo barabarani, lakini pia hata watumiaji wale wengine wa barabara nao wachukue tahadhari ili kuhakikisha kwamba muda wote wanakuwa salama. Vinginevyo jeshi la polisi linawatakia heri ya mwaka mpya. Asante.